kwamba kwa Mbeya City kucheza dhidi ya Yanga kwa michezo ya zamani, Mbeya City walikuwa wanamkazia sana Yanga na michezo ilikuwa inakuwa migumu. Ukirejea michezo mitano zamani toka 2013 I think wakati Mbeya City anapanda ligi, miaka yake 10 akiwa anacheza ligi kuu kabla ya kushuka 22, alikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinasumbua sana kwenye ligi ya Tanzania, na Yanga pia wamehangaika. Nakumbuka Yanga ameshinda mara moja, sare wameondoka sare 3, 1-1, sare 2 na ile ya 3-3 ambayo ilikuwa moja ya mchezo mgumu sana ambao watu wengi wanaokumbuka, sare ya 3-3 dhidi ya Yanga. Kwa hiyo ukirejea historia, Mbeya City aina ya wachezaji waliokuwa nao kipindi hicho walikuwa na wachezaji wengi ambao kwangu mimi huwa nawaita wachezaji wenye kiu. Yaani ni mchezaji ambaye unamuona anataka kucheza ligi kuu. Sasa hivi Mbeya City ina wachezaji wengi wakongwe, yani ni wachezaji ambao tayari walisharidhika. Kina Beno Kakolanya, wakina Habibu Haji Kiombo wamezunguka kwa timu za Simba na Yanga, wamerudi sasa hivi. Wapo na wachezaji kama kina Ibrahim Ame kwenye eneo la backline. Wana wachezaji wachache sana ambao wanaweza wakaja kucheza kwa ajili ya kushindana, kama kina Baraka Amari Nyingi, beki wa kulia wa timu ya Mbeya City. Wachezaji wachache. Kwa hiyo ukiwa unaiangalia Mbeya City ya kipindi kile ambayo ilikuwa inamsumbua Yanga, ilikuwa na wachezaji wengi ambao walikuwa wanahitaji kutoka. Na kumbuka pia Mbeya City ile ilikuwa na watu kama kina Deusi Kaseke. Kipindi kile Kaseke anataka kutoka, na kipindi kile baada ya kucheza na Yanga ndio walikuja wakamsajili Deusi Kaseke, na nakumbuka alikuwepo moja watu ambao walikuwa wanafanya kazi kubwa sana kipindi hicho, Engineer Isaac ambaye alikuwepo kwenye kikosi cha Yanga kipindi hicho akiwa na kina Dr. Tiruboroa ambao walifanya majukumu makubwa na wakamsajili Deus Kaseke akaja kucheza Yanga. Sasa kikosi cha kipindi kile kilikuwa na wachezaji wengi ambao walikuwa na kiu ya kutoka kwenye kikosi cha Mbeya City waende kutafuta maisha kwenye timu nyingine, lakini sasa hivi wana wachezaji wengi ambao wameshacheza mpira muda mwingi, wapo pale kwa ajili ya kuendelea tu kuendeleza karia zao. Lakini uwezo kaniambia leo Habibu Haji Kiombo ana ndoto ya kutoka nje, sijui kina wachezaji kama kina Ibrahim Ame wana ndoto kwenda kucheza nje. Kwa hiyo ule ugumu ambao walikuwa wanaotoa Mbeya City kipindi kile siuoni wakienda kutoa sasa hivi dhidi ya Young Africans. Na ukiangalia pia hata michezo ambao wametoka kucheza hivi karibuni Mbeya City, hauoni ushindani ule ambao walikuwa nao kipindi cha miaka ile wakati Mbeya City ile imepanda Mbeya City ngumu. Kwa hiyo kuna urahisi ambao Yanga wanaweza kukutana nao